tumejiridhisha tena kwamba mlalamikaji ambaye ametaja zaidi ya mara 5 jina la Mheshimiwa Rais ambaye ni Bi Malaya, tumejiridhisha pia kwamba nyumba hii sio ya kwake. Sasa na kwa mantiki hiyo nitaka nieleze kidogo kwa nini hawakwenda kuchukua pesa. Ilikuwa ni hivi, naomba mnielewe vizuri. Baada ya familia hii kurumbana kwamba kuna watu wanachukua kodi na hawawapi wenzao, wale wachache ambao walikataa nyumba hii siuzwe ndio waliogoma kwenda kuchukua ule mgao ili wao waendelee kuchukua kodi kwenye maduka haya. Na kwa mantikio pesa ambayo walikuwa wanaipata hapa, tumejiridhisha kwamba ilikuwa haigawanywi kwenye zile familia zingine zote. Na kwa sababu tumejiridhisha jambo hilo, walikuwa ni wajanja, kwa sababu kodi ambayo walikuwa wanaichukua walijua wakichelewesha mgogoro wataipata pengine nyingi zaidi kuliko hata ile ambayo walipaswa kugawiana mmoja mmoja. Na kwa mantiki hiyo, kwa sababu imeshathibitika kwamba nyumba hii ni ya mirathi, na kwa sababu tumejithibitishia kwamba mashauri ya mahakama ndiyo yaliyoamua, na kwa sababu tumejithibitishia kwamba transaction zote pale ardhi zilizofanywa kutoka kuhamisha umiliki kwenda kwa aliyenunua, tumejiridhisha kwa bila mashaka. Mimi mkuu wa mkoa hapa nimekuja kufafanua na kusimamia kwamba leo tarehe ngapi? Leo tarehe 17 ya mwezi wa pili 2026, mimi mkuu wa mkoa nikiwa na mkuu wa wilaya wa Ilala, mkurugenzi wa Ilala, wanasheria na wananchi, tumejiridhisha kwamba Bi Malaya hana haki na OCD. Huyu bwana mguu kwa mguu leo kabla saa 7 au ameshazionyesha hizo fedha, amepewa utaratibu hizo fedha kwenda mahakamani, na kule mahakamani kupitia wanasheria itatolewa tafsiri ya hizo pesa walipo wale wanaohusika. Kabla saa 7 hizo fedha hao wameshazionyesha, na kama ataonyesha kabla saa 7 kwa umri huu, na kesho ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni Ramadhani, utailia ndani. Nataka tu nikueleze ukweli, utaiswalia ndani. Halafu na mtu yoyote atakaye kaidi tena hii tafsiri ya mahakama, atakaye kaidi hapa, wote beba na vizazi vyao wote weka ndani, kwa sababu hatuwezi kuwa tunakuja hapa tunafanya yale yale. Mimi mkuu wa mkoa, kuna wakati mpaka nguvu za kiume zinaweza zikapungua kwa sababu ya kudili na mambo, kwa sababu ya kuhangaika na migogoro yenye tafsiri ya kweli. Sasa tusifikishane huko. Ukimpigia simu mkuu wa wilaya saa 8 yuko macho, mpaka unajiuliza unafanya nini mkuu wa wilaya muda huu? Anasema bwana acha tu. Sasa msitake kututibua kwenda huko. Kama sheria na tafsiri iko salama, sheria itakwenda huko mahakamani. Lakini kwa mujibu wa mahakama ambao tumekusha jiridhisha, sheria inamfeva huyu bwana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukianza na historia ya mgogoro huu ni kuwa kwamba mgogoro huu unahusisha familia ya marehemu Abdalla Sultani Mtambo ambaye alifariki mwaka 1964 na kuacha watoto 6. Lakini vile vile mgogoro huu unamtaja mnunuzi wa nyumba hii ni Bwana Salim Selemani Salim aliyenunua nyumba hiyo kupitia mnada wa hadhara uliotokana na amri ya mahakama ya kuuzwa nyumba hiyo baada ya wasimamizi wa mirathi na warisi wa marehemu kutoelewana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mgogoro huu umeanza muda mrefu, ambapo ulianza kwa warisi wa marehemu kutoridhishwa na mgawanyo wa mapato ya kodi ya upangishwaji wa nyumba, ndipo walipoomba mahakama kusimamia uuzwaji wa nyumba hiyo bila mafanikio kutokana na baadhi ya warisi kutaka nyumba hiyo isiuzwe. Awali ilikuwa limefunguliwa shauri la mirathi namba 227 la mwaka 1964 ambalo liliendelezwa na maamuzi yake yakawa ni kutoa amri ya kuuzwa kwa nyumba hii mwaka 2008. Mwaka 2011 mnada wa hadhara ulifanyika ambapo Bwana Salim Selemani Salim
alifanikiwa kununua nyumba hiyo kwa gharama ya shilingi za Kitanzania milioni 250. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tangu mwaka 2011 mpaka leo mnunuzi wa nyumba hii hajawahi kuingia na kutumia nyumba yake kutokana na vurugu ambazo zinakwamisha zoezi la kukabidhi nyumba hii. Vurugu hizi zilitoka kwa msimamizi wa mirathi ambaye ni Bi Malaya Abdalla Mtambo na familia yake, ambaye alikataa kutoka katika nyumba hii kwa madai ya kutoshirikishwa kwenye uuzaji wa nyumba hii. Ambao Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa umeufanya ni uamuzi ambao ulifanywa na mahakama, hivyo na wewe umeendelea kuzingatia maamuzi ya mahakama, hivyo tunakushukuru kwa uamuzi ambao umeufanyia, na sisi tutahakikisha kwamba tunaendelea kutunza amani. Maamuzi yanayofanyika mahakamani, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, ndio wanaoifanya Kariakoo iendelee kuwa na amani. Nje ya hapo itakuwa ni vurugu. Tukuhakikishie tutaendelea kuifanya Kariakoo kuwa na amani, tutaendelea kujenga mazingira wezeshi kwa ajili ya wafanyabiashara wetu. Baada ya kusema hayo, tunakushukuru sana Mheshimiwa.